ukikaa ambao walikuwa wamechoka, wamechokeshwa na watu, acha Mungu wapatie nguvu mpya ya kusimama na kuendelea na safari. Tunaomba ukimya na Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi sote kwa kutuelewesha na kutuingiza katika malengo na makusudi ya Baba yetu, ili ibada hii, mafundisho haya yaweze kuwa tena ambayo yameleta taifa lako kusimama na kuendelea na safari. Bariki muda huu kwa jina la Yesu. Amen. Tutaweza kufungua kitabu ya Nehemia sura ya 4, tunaanza verse ya kwanza, tunaendelea. Verse ya kwanza na ya pili. Nehemia sura yake ya 4. Nehemia sura yake ya 4. Nehemia chapitre 4 le verset 1er na kuendelea. Et aussi le chapitre 6 le verset 1er. Nasema hivi katika sura ya 4. Lakini ilikuwa wakati Sanibalati aliposikia ya kwamba tulijenga ukuta, akakasirika sana na kuingiwa na uchungu sana, akazihaki wa Yuda, akasema mbele ya ndugu zake na mbele ya jeshi la Samaria kusema, Wayuda hawa dhaifu wanafanya nini? Watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu? Watamaliza katika siku moja? Watafufua mawe katika mafungo ya jalala, nayo yameteketezwa kwa moto. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachojenga, kama mbweha angepanda, angebomoa ukuta wao wa mawe. Utusikie, ee Mungu wetu, maana tunadharauliwa na uwarudishie mashutumu yao juu ya kichwa chao wenyewe, na uwatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Ukasirisha mbele yao wanaojenga hivi, tutajenga ukuta, na ukuta wote ukaunganishwa pamoja mpaka nusu ya urefu wake juu. Maana watu walikuwa na moyo wa kufanya nini kanisa? Na ilikuwa wakati Sanibalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Wasidodi waliposikia ya kwamba kutengenezwa kwa ukuta za Yerusalema kuliendelea, na ya kwamba pahali palipobomoka palianza kuzibwa, wakakasirika sana. Wao wote wakafanya shauri pamoja kuja kupigana na Yerusalema na kufanya machafuko ndani yake. Lakini tukaomba Mungu wetu, tukaweka walinzi juu yao mchana na usiku kwa ajili yao. Amina. 6 na verse ya kwanza inasema, na ilikuwa wakati Sanibalati, Tobia na Gesemu
Mwarabu na baki la adui zetu walipopashwa habari kwamba nimejenga ukuta na kwamba pahali pa kubomoka hapakubaki ndani yake, hata ikiwa kwa wakati ule sijasimamisha bado milango katika malango. Sanbalati na Gesemi wakatuma kwangu wakisema, kuja tukutane katika kimoja cha vijiji katika nchi sawa ya Ona, lakini wakafikiri kunifanyia mabaya. Amina. Somo ya vipingamizi vya huduma inayoinua kanisa. Vipingamizi vya huduma inayoinua kanisa. Unajua, tangu siku ya kwanza tumeendelea tukisema juu ya chemchemi. Tangu siku ya Yenga tumeendelea kusema juu ya chemchemi ya huduma inayoinua kanisa. Alafu tumezungumzia asili ama mwanzo ya huduma, na tumezungumzia juu ya umuhimu wa huduma. Alafu leo tunaleta somo ambayo inasema juu ya vipingamizi. Tukiendelea tutaweza kukamata teksti moja katika Agano Jipya, katika kitabu ile ya Waroma sura yake ya 8, na tutasoma verse yake ya 38. Maisha yetu ya Ukristo katika hali yetu ya kupokea zawadi tofauti, katika namna yetu ya kumfuata Bwana na kumtumikia Mungu, tungalijua ya kwamba vipingamizi vipo. Tungelijua kwamba maadui wako. Tungelijua ya kwamba vitu ambavyo vinaweza kutuzuiza kufanya kazi na mapenzi ya Mungu vinayala ni ya mingi sana. Lakini katika haya yote tutaweza kupata usuluhisho namna gani tunaweza kushinda vile vipingamizi na tukaendelea na imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia habari za taifa la Mungu ambao ukuta wa Yerusalema iliharibika. Mnajua hizo habari ambao wamesoma Biblia. Alafu mahali hapa Nehemia amesimama, ameomba ruhusa, ametumwa, ameenda kujenga ukuta, na watu fulani wakamsikia, wakamsikiliza ili waweze kufanya kazi. Alafu katika kazi hii kunatokea changamoto ambayo inakuwa kama kipingamizi, na kipingamizi hiki tutakiangalia kwa hatua tofauti, na tutakiweka katika maisha ya kanisa ya leo, katika maisha yetu ya Ukristo, hata katika familia zetu, ili tuweze kusaidiwa katika viwango vyote. Taifa la Bwana limekuja, limefanya sensibilisation, wamezungumza, wamekuwa na malengo na makusudi ya kuweza kuungana pamoja ili wafanye kazi, na wameanza kazi ya Bwana. Kadiri na sisi tumefanya jambo nzuri na tumeanza kazi ya Mungu na tunaendelea pamoja na kazi ya Mungu. Gishi katikati yetu kuna watu ambao wameamini Yesu Kristo na wanatembea vizuri katika imani yao, lakini nataka kukuambia ya kwamba haujafika mwisho bado. Haleluya. Haujafika mwisho. Hata kama unaweza kuwa unaishi katika imani iliyo sawa, unashikuta tangu nimeokoka shida zimeisha. Hapana, hazijaisha, zinajaa mbele na kubwa na gumu sana. Unajua, wengi kati yetu wameokoka kwa sababu waliwaambia ukiamini Yesu Kristo magumu inaisha. Mambo yote haikuwa sana. Wakristo wenye wiko hapa wanasema ndio pastor, depuis umeokokea yote imekuwa sawa. Yote haikuwa sawa na maisha. Au contraire, unapoamini
inakuwa tena komplike kushinda jinsi ilikuwa wakati ulikuwa mpagani. Inaendelea kwa urahisi. Tangu umeokoka hata biashara inaenda shirikani. Tangu umeokoka majaribu yanaongezeka. Imekuwa sharibu. Tunapoamini Yesu, majaribu yanaongezeka, lakini kitu ambacho kinatupa ujasiri ni kwamba sisi tulio ndani ya Kristo hatupigane kwa ajili ya ushindi, bali tunapigana ndani ya nini? Ya ushindi. Hii ndiyo asirasi, na yote ile tunafanyaka hatuvifanyake kwa nguvu zetu, tunavifanyaka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Hii ndiyo asirasi kituko nayo. Ndio maana hata kama unakutanisha jaribu kubwa, unasemaka na hili nalo litafanya nini? Litapita. Menaisha fika kwanza. Itapita, menaisha fika. Alafu kukatokea shida katika mpango mzuri. Mungu ametia ndani ya roho za watu huduma ya kumjengea, hamu shauku ya kufanya kazi ya kutengeneza kuta za Yerusalemu. Katika ile accomplishment ya ile jambo ambalo Mungu aliliweka ndani ya roho zao, pakatokea jaribu. Najua na jaribu inapokuya ni za kidogo zinakuyanga zinafuata onekana kisi ni za mbaya. Pesa mingi zinakuyanga msasa yenye iko positive. Kuna mtu mmoja anaitwa Sanbalati, na wengine majina yao yanashuka pale chini, lakini hata tukamate jina Sanbalati. Biblia inasema kwamba Sanbalati alikuwa kaiko kwenye iko, alikuwa hana problem, alikuwa iko bien, alikuwa hayanja ongea, alikuwa iko treka. Lakini aliposikia ya kwamba Yerusalema wameacha jenga haya, roho ikachafuka. Roho ya Sanbalati mchungaji inachafuka juu. Hawakamate parcele yake, anashika mbali. Roho ya Sanbalati inachafuka juu yake. Hata kanisani tuna watu wa aina hii. Kanisa likitembea kwa ugumu wanakuwa kimya. Kanisa likiacha aona kamwangaza wanalamuka wanaanza ongea. Katika maisha, katika familia tuna watu wa aina hii. Jirani yako anashika nyumba, unakosa apeti. Hamujawahi waona? Mimi nimewaona. Jirani anashika nyumba, roho inachafuka, apeti inapotea baada set juu. Hauko mafungo, lakini kwa sababu ya kazi nzuri ambayo jirani ameiacha. Nyote mlikuwa katika kanisa, ndani ya kwaya, ndani ya kikundi fulani, ndani ya barasa, alipakatokea mtu mmoja Mungu akamuinua, akauza parcele mbele yako, urafiki unaishi. Nyie wote mko washaka, kisha mmoja anaanza uza parcele mbele yako, unaanza katala na kumsemesha. Kama hamuya waonaka, mimi na wachungaji tushawaona. Mungu mnaimba katika kwaya, Mungu anachipua ndani ya mtu ambaye hamkuwa na wazia huduma, anaanza imba bien. Unaanza kusema shakuwa baraka. Ula shakuwa bibi yake na Andre Dere, ndio wanapata mikrofone. Eske ule anaweza bana mikrofone kwe? Siku zote alikuwa haya baraka mikrofone, kahamuya sema kani bibi yake na nani? Hamuya sikia kama habari za vile kanisa. Sanbalati inaanza kuchafuka, inaanza kuharibika, si kwa sababu wamekamata kitu ya Sanbalati, lakini kwa sababu taifa limeinuka kwa ajili ya kufanya mapenzi ya Mungu. Hawayakamata makuta ya Sanbalati, hawayakia kwenda kumlanga Sanbalati mtukopeshe franga, hawayaitaka Sanbalati. Na Sanbalati akasikia maneno kwa mbali, roho ikachafuka na ikaanza kupanga mabaya. Hamuya unaka msika wa jirani anaolewa, kisha anakufa, kesho mwalikula supu.
Mwenye alimpatia nayo ni jirani mwingine. Aolewa asipoolewa, unapoteza nini mama yangu? Unapoteza nini baba yangu? Unapoteza nini dada yangu? Roho inachafuka na ikaanza kukusudia taifa la Mungu mabaya. Inajua, nikikumbuka vizuri, ilikuwa siku ya kwanza nikasema Mungu atuwezeshe, atuhepushie mbali roho ya kuwaua Waesteri ambao wamewaweka katika taifa, ya kuwaua Wadaudi ambao wamezaliwa katika mashamaa, katika kanisa. Mnajua leo watu wamekuwa na uoga ya kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu anasema nikifanya kazi ya Mungu, kwa sababu mimi ndio mwenye niko nazo, mimi najionaka. Unaona mtu anaikana kujikiti, roho niko na mwamisi kungelifanya kitu. Yeye anasema nikafanya hiki. Ndazikopotea mkubwa. Watanipa na sumu. Mkanisa, watapata sumu ni nani? Pastere, ni nani? Mkanisa, anaogopa Wakristo wengine. Anaogopa vipingamizi wao unaisikia, ambaye Mungu ameweka ndani yako roho ya kufanya kazi, roho ya kusaidia watu, roho ya kusaidia wajane. Usiogope hata wakisema waseme mshamba shaka bibi yako. Usiogope, fanya mema na Mungu atakutetea juu. Vipingamizi si haribu huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako. Nakumbuka siku moja nilipokuwa nikigoma, nilikuwa nacheza kabumbu. Alafu nikakuja keti hapa nzapana kwa Grand. Nikakuwa nachezea kabumbu hapa mare mabanga. Unaona ile trash. Alafu tukimaliza digital ninarudia hapa. Ninakuwa na loba lift pastor. Nikiona moto unapita lift. Sasa mimi na ndio nifikishe kwanza kuplay. Tukinifikisha kuplay nitakuwa nimekata hatua. Tanino na lift. Mimi naendea utaniacha fasi fulani. Nipunguze kumwendo. Na katika hiyo hali nikafanya kiapo. Nikasema siku utakapo nibariki na pikipiki, nitakuwa na beba watu. Nilikuwa si ajua kisha nitakuwa kama pastor. Nikasema Mungu utakapo nibariki na pikipiki, sitakuwa kanafika kwenye ninaenda bila kubeba mtu mwenye iko mchea. Chaguo haya nikakia kuwa pastor. Nikaanza beba watu, nikapata ushauri kwa pastor kahabebake watu. Pastor habebake watu. Wewe unaniambia unajua niko na kiapo gani na Mungu? Hawatakusingiziaka. Pastor hawatakusingiziaka. Na siku moja nilikuwa natafuta kuja katwa na kontable wa kanisa natafuta kuja katwa, alafu alikuwa mwanamke. Nikisema chuma hizo naendea katwa nikubeba pastor, usikuwe na beba mwanamke. Watakusingizia kanisa kama haiko nini? Sisi mpakana na watanisingizia kama haiko nini? Vipingamizi vipo, lakini visiue huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako. Na vipingamizi ya huduma havikuwake mbali, vinakuwa karibu hata ndani yako. Wewe peke unaweza kwa kipingamizi. Na hii imeua kanisa, imeua roho za kusaidia watu. Siku moja nikahubiri nikasema, tusaidie watu ambao hawajiwezi kwenye barabara. Ukiona mtu na unajisi kusaidia, msaidie. Mtu mmoja akasema, pastor, sisi ni wale watu. Unaweza kumsaidia, anabeba bahati yako wewe. Unaweza kumsaidia, biashara inaanza homba. Unaweza saidia mtu na nimlosi, anaenda kufanyia kule mafuta yako ukaka na watoto wako, kubia familia yako inakuwa adamshi. Si nikipingamizi. Siviko wengine wenye wiko na roho ya kusaidia wale wa maskini, wanaogopa. Wiko na ile roho ya kusaidia wale
wanaombaomba kwa barabara, lakini anasema huyu mtu anaweza kuwa na nikuruhusu. Kipingamizi. Nani aliwaambia kasema shetani kuna cha kuwafanya nini wa Kristo? Nani aliwaambia kapi? Kwa nini sio wa Kristo tunakuwa unsecurity? Juu ya walosi, juu ya wafumu, tunaishi maisha ya woga. Wafumu, walosi, mapepo, hata shetani anatujua. Saidia watu, Mungu akikupatia neema na anakuonesha mtu, anasema saidia, usijiulize mengine kama umeokoka, hata kama ni mchawi, hata kufanya chochote. Na ninakuhakikishia kupitia sadaka zako anaweza okoka. Kama ni mlozi unaweza kusaidia, anaenda naso, asenya anafanya mabukaka, moto inawaka kunyasi wake. Anajua kumbe huyu si mtu wa kawaida. Na anaweza pia kisha unaombeaka wapi kule. Yarujuko wa Kristo karto ile ndio problem. Shida ni kwa mingi ni wa Kristo vitunza ukijifunyaka tu hivi. Chena hodoka. Ndio maana tunaisha na secret. Eske Yesu alikatolaka kutenda mema juu ya kuogopa balozi? Mitume waliogopaka kutenda mema juu ya kuogopa balozi? Au contraire, alibadilisha kana balozi. Kanisa tuko na perdre authenticité. Tuko na perdre ukweli, l'authenticité ya Ukristo ya kanisa, mission ya kanisa. Haiko sie juu wa kuogopa. Tunasema watu watafanya vitu vya mbaya juu yetu. Mimi siogopake kuita balozi au rendezvous. Sibaogopake. Mimi nasema kama kule huko mlosi atembelee kwa magharibi, akitoka mzima na acha huduma. Mnawaogopaka hapo nini? Kama mna Yesu, mnawaogopaka hapo nini? Au mchoka kuwaogopa, au mchoka kuwaheshimia, au mchoka kuhama makartie juu yenu? Hapana, nyie wa Kristo. Na unamoloza na hania mkartie, wa Kristo wanapanike. Unapanike shwari. Sanbalati akafanya kosa ya kwanza, kikao ya dharura. Anasema nimesikia kisi ya watu wameenda kufanya hii kazi, tuwaambeshe wasiendelee. Na ninafurahia attitude yenye alikuyaka kumwanzo, hakukuyaka sawa adui. Hapa kwa tumesoma kumwisho amekuwa wazi baada ya maprocesses. Kumwanzo anakuja kama rafiki, anasema bwana tuunge shauri tujenge huku, tutawasaidia kujenga. Malengo yake na ni kuharibu kazi. Mtu anaweza kuja mkanisa na akaonekana kama iko pamoja na sisi, aniavua hewa sasa katikati yetu. Nimesoma kitabu ya Yobu sura yake ya kwanza, sasa ni verse yake ya 6 pale kushuka. Biblia inasema kwamba watoto wa Mungu walikuwa wakienda kusali kumwabudu Mungu, na shetani akaenda pamoja. Shetani, unaweza kuwa mwimbaji na huko shetani. Unaweza kuwa mhubiri sawa mimi na huko Satan à l'église. Unaweza kuwa pasteur na huko diabolo. Unaweza kuwa ancien de l'église na huko Satan, pepo, demo. Wanaenda kumwabudu Mungu, shetani anaingia moyo, naye anaenda nao. Anafanya nini? Anaenda kuabudu naye Mungu. Eske malengo ya shetani ni kuabudu Mungu? Malengo ya shetani ni kudetourner vision ya watoto wa Mungu wasifanye nini? Wasiabudu Mungu. Na kama wataabudu, waabudu avec distraction. Unajua kizi msiye Mungu watu wenye shetani wanataka wakie mkanisa. Yana watu mama na matelefoni. Mahubiri naanza, unaingia kwa Facebook. Mahubiri naisha huko kwa Facebook, na huko wapi? Kwa kanisa. Shetani anaweza kuacha unakuja mkanisa, unakuja pamoja na siapa, lakini mawazo yako yote inabakia quelque part.
Mimi na unaikana pa. Ndio maana hata niseme haleluya hausemaki amen. Hauko huko. Hata niseme Bwana Yesu asifiwe. Na matangazo yanapita kama mtu anafika nje. Wametangaza nini? Amshindi kutakuwa nini? Kama na amekuwa mnakumwangalia ni mbaba wa Karansenga. Ndiyo maana viongozi inabidi turudie kwa ile text yetu ya jana ya kwamba inaomba tunakuwa na plenitude du Saint-Esprit. Sisi kama waongozi haiombe kukua distre na utaingizaka sanbalati kati ya baraza. Ingizaka sanbalati kati ya uongozi juu ya wa jeune anakuwa president sanbalati. Utamfanyaka na comptable wa kanisa na secretary, unamfanya na presidente wa mama. Sanbalati. Si mumesikia wa president wa MGC wenye wanabebeshana mimba wa jeune fille wa mkanisa. President uko marié tena unabebesha mimba mkristo wa mkanisa. Hamjawahi wasikia? Mbona mnanyamaza kitu? Mnashangala? Haiko vitu vya mshangao. Mshangao unatokea wapi? Kilicho ni kinaonekana kwa nje tu. Unashangaa nini tena? Chenye unaweza shangalia ni kujiuliza, eske na mimi siku sanbalati hapa? Ishi mimi naikala hapa, eske na mimi siku na empêcher, siku natia miti mapine ili kazi ya Mungu isiendelee. Sanbalati akakuwa mzuri. Wanakuiaka sawa wale watu wa kusiporte makwaya, wakukia sponsorize makwaya. Anasema kwanda wa sponsorize. Mkiwa na safari nitawapeleka. Amen. Bila ya kusema amen, umeuliza Mungu huyu mtu ni nani? Umeuliza Mungu huyu mtu ni nani? Nimeenda ombea mama mmoja, mchunge ni waonye wa mama. Nimeombea mama mmoja hakujaisha mwezi haijaisha. Mungu amempa neema ya kuwa na biashara. Na biashara yake haiendelea, akitia $10,000 inaendaka iko inaisha mpaka anafika kusaa. Tena natia mwingine 10,000 tena inaisha. Wewe mama hauletake rasio, franga zako zinaendaka wapi? Alafu mama huyu si Msebeka hata alisikia shuhuda za Mungu wa Sebeka. Alafu akakamata namba yangu akaniita akasema papa pastor nataka nikuone. Nikaenda nikamwona mgaleri fulani hapa Mufindi, nikaongea naye. Mama iko anaongea, nikaomba Mungu nisaidie unipatie maono makubwa juu ya huyu mama. Iko anaongea, Mungu ananipatia ujumbe. Inaanza kujisemesha. Nasema basi kulikuwa kama mama moja aliendaka kwa mfumu, akaenda tafuta dawa ya kupendwa na wanaume. Basi yule mama baada ya nyakati akapata unyumba, na baada ya unyumba akafanya biashara, na biashara ikakataa. Niko nazisemesha akupe na ndio niko nasema. Kisha mimi na mama anaja pale sasa mwenye haiko naona. Anaja pale. Jua nini mnageka mkasi tena na hampendi kukua wazi. Mtu unakuja uombeo tena una vita vyako. Basi pastor hiyo unyumba wa hai basi usabiro mwira wa akumbe na niwenjo shetani wa kuwa nako. Sukia tu useme pastor bwanangu nishakaboresha kucha moto uniombee nibadilike. Swali ni hamkuwa kiwazi. Nilipomaliza mfano wa kwanza, nikakamata mfano wa pili, niko nalisemesha kumbe ni mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Kulikuwa mama moja ambaye alikuwa na wanaume katika ujana wake. Alafu baada ya kuingia kwenye harusi akabaki na ile relation na akaendelea kula pesa za ule baba ikiwa hata hazini naye, sababu alikuwa amesikia neno, lakini pesa
za ex iko anazikula, anaziingiza na mfwaye, anaziingiza na mkazi. Kazi kahomba. Akaniuliza, papa, unakuwa kama Protestant? Sema niko Sebeka. Sema Sebeka nao wanaonana kule. Nikasema nani niko kipofu? Akasema bila yenye umesema njoo mimi. Kisha nikamwambia solution ni kuenda tu. Ya pili, kata relation na ule mwanao. Kwa baba, Mungu atupatie roho za kababi. Tunaweza lea watoto 7 na hakuna wako moja. Sipokuwa msaada wa Mungu tutakufa mapema. Nikaonya huyu mama, nikamwekea mikono, nikaomba, nikatoka, nikaenda. Baada ya siku 2 akaniambia, pastor, nishajahusisha. Nikasema, Mungu akubariki, usifanye tena dhambi. Ule mume alikuwa akikera, nijitajiri kile kipapa chengine. Niliwaonya, utajiri Mungu amekupatia isikuwe njia ya kuharibisha nyumba za watu. Utakufa vibaya, utakufaka vibaya. Anasema kila mwaka ikifika fete ambao anachinjaka ngombe, anapatia na ule mama naye 5 kilo kwa ile ngombe. Na mama naye anakuja nayo wapi? Ndio Mungu wewe, si baba, Mungu atupatie macho ya roho. Na nyinyi mnakereta kunyama, mnakokota misheleni, mnawaza kosa ilitoka mkazi ya mama, akumbe inatoka katika njia ya washirati. Nikaonya huyu mama, akatubu, nikamwombea. Na leo anaanza kushuhudia wema wa Bwana. Sanbalati wote hawakuyake na wanakashirika, wengine wanakuyaka na wanacheka. Mtu anaweza ingia mu maisha yako, anasema dada, nitakupatia kazi, utakuwa comptable wa entreprise yako. Si anakuya bien? Kazi ni majibu ya maombi. Kazi. Na baada ya nyakati anakupropose kuwa mke wake wa pili, mke wake wa 3 wa siri. Na wewe kadada ka 20 unakubali ile proposition ya frank, ndakuzika mapema. Tunaishi na watu katika makwaya, tunaishi na watu ambao wanaongoza kanisa, lakini wameishi katika dhambi za siri, wamezama katika dhambi za siri, na wanangojea waone neema ya Bwana. Wa Maria ambao wameishi mapornografi, na wanazania sio shida, ni shida kubwa. Sanbalati anakupatia plaisir. We Maria, wakati uko unafuata filme pornographic, inakuletea plaisir, inaharibu maisha yako na kudetruire à l'intérieur. Tunaweza kuwa muongozi, ndani yako hauna kitu, hakuna vitu vya Mungu ndani yako. Unajua mambo tunayoyaona ina effect ya notre être yako intérieur. Venye unaonaka vilikuwa vya mubaya vinaweza haribisha ndani yako, na venye unaonaka vilikuwa vya mzuri vinaweza tengeneza ndani yako. Hii ndio shida. Nafurahia maisha ya ndugu yangu Nehemia alipotazama Sanbalati. Hata kama Sanbalati anakuja na maneno mazuri matamu, nitakuoa, basi usiogope, Mungu amekukumbuka, ndaleta mali mude semaine, 3 jours, une semaine. Lakini akamwangalia vizuri, akaona ndani yake ya kwamba kuna hila. Wangapi kati yetu hapo wameingia katika mandoa zisizokuwa sawa? Ulikuwa propose, nitakuoa, lakini mbele ya kuoa tuanze kupita pamoja. Wengi hapa ndoa zao zinafanana vile. Wengi, na wengi hawajawahi tubu dhambi kama na hizi. Unaanza unyumba katika uchafu na unakataa kunawisha ile uchafu. Hata leo, hata kama uko kiongozi na ulianjaka vile, hauyatumbuki ile dhambi qui est un pécheur devant Dieu.
Na ndio maana tumeishi katika makanisa ambazo nguvu ya Mungu haitende kazi. Kama umeanza vibaya, usiendelee vibaya. Tengeneza njia yako. Tengeneza njia yako. Biblia inasema hata dhambi zenu ziwe nyekundu kama damu, nitawasafisha na mtakuwa weupe kama theluji. Kanisa hamtanipa amen. Sanbalati. Nilisema tutazungumzia kanisa, tunazungumzia jamaa, tunazungumzia jamii, na tunazungumzia maisha yetu ya kiroho. Ndio maana niko naenda nagusa kanisa, nagusa kote kwa pamoja, ili tuweze kumaliza kwa wakati. Sanbalati anaweza kuya na iko anacheka na wewe, mimi na iko na malengo ya kuharibu maisha yako. Mtu mmoja mwenye busara, sijui aliniambia kweli ama alinidanganya, mtanijibu kama ni kweli ama kama ni uongo. Aliniambia, mchungaji, ukikula sumu usiwaze mingi. Ni wale wa rafiki wako 5 wa karibu, kuna mmoja amekufanya hivyo. Alisema ukweli, alisema uongo? Kanisa, alisema ukweli, alisema uongo? Ni kweli. Ninyi ambao mnapokea kila urafiki pasipokuwa na macho ya roho, ninyi ambao mnaingia katika marelation pasipo kuanza kuziombea, unaingia ndani ya entreprise hauacha iombea, haujui ile entreprise inatumikaka na nguvu za aina gani. Inaweza kuwa ni entreprise ya kimashetani, na wewe unaingia mwayo. Wanakuambia siku zote utakuwa na hinga na dimashe, usikose kuhinga. Na wewe watu hauna wakati ya kusoma Biblia. So ulize kwanza Mungu. Uliza kwanza Mungu. Uliza Mungu, muulize, mwambie, je, ni wewe ama sio wewe? Na hivi ndivyo kanisa zinakufa. Unaona mdada, unaona mkaka, alikuwa mcha Mungu, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anamtumikia Mungu, lakini tangu ameingia katika unyumba, hata kishishi hashuko kwenye mlango. Mama alikuwa muombashi, baba alikuwa muombashi mzuri, Mungu amepata pesa kidogo na maombi akalisahau. Basi pastor, hiyo Mungu nimewaambia kila Sanbalati hakujake na vita. Anaweza kuja kwa furaha, anaweza kuja kwa kicheko na maneno mazuri matamu, anakufurahisha na unasema sasa rafiki mzuri ndiye huu, ikiwa na malengo ya kuharibisha maisha yako. Unakubali niwaone? Unakubali niwaone kanisa? Ndio. Na waonya kwa ajili ya baraka kwa watoto. Baraka kwa watoto. Si mnaijua? Baraka kwa watoto. Ninaona mnaleta watoto wamekuwa na meno kwenye baraka. Mtoto ameotesha meno, unamleta kwenye baraka. Meno imeota, ameanja check, amejua kusema papa, mama, tunamleta kubaraka kanisani. Mnajua maana ya baraka kwa mtoto? Nani kati yetu alikuwa mlozi ameokoka? Nani alikuwa mlozi ashakaokoka? Unajua kuna zingine shuhuda tukiwapatia mnasema kama pastor walizifabrike, wanatengeneza kama ushuhuda. Mwenye alikuwa kama mlozi ashakaokoka ni nani? Mimi najua walozi, mwache nitoe shuhuda ya walozi. Sababu mmezificha kule, lakini viko kule mtakuwa nasema kama mimi nadanganya kama ni kweli. Mshakaokoka, hauko tena walozi, mshakaacha, hamurukake tena usiku. Mshakabadilika. Mlozi. Na wachungaji wanaweza kuwa wamesikia shuhuda, na wazee wa miaka wanaweza kuwa wanajua hiyo. Mlozi
akizaa mtoto mbele ya mambo mengine anamdedie kwa Misri. Mbele ya mambo mengine akizaa anamtoa kwa Misri. Ndio maana mtoto wa mlozi kuwa mlozi haiombaki kufanya maexercise za mingi. Mmejua nini watoto wenu ni wa Kristo kwa wa Kristo na wabaka mwaje funa makamasi ya binadamu. Ninaona wengine wanaleta watoto wa diseta kubaraka. Watoto wa diseta. Mchungaji kama mjamu namna gani? Wacha niwaulize wamama mlioa. Kwa nini kila mara mkiwa na mimba mnaota ovyo ovyo? Shaka jiulize. Mama ukichukua mimba 80% ya ndoto zako zinaharibika. Ni juu ya nini? Mnawaza ni kawaida tu. Wengine wanalota ashazama hewa. Wengine wanalota watu wakukufa. Ndoto zinaharibika. Na uoga inaingia ndani ya roho. Unajua ni kwa nini? Haleluya wa mama. Amen. Nasema uongo ama nasema kweli? Kweli. Mnaanza roho kukufa, mnaanza roho vipi halieleweke na uoga inawatawala. Ni somo lingine siku tutazungumzia tukiwa katika ibada za maombi. Karibu ili mtu yeyote yule atakayekuja kwa malengo mabaya ndani ya kazi yako asifaulu, asipate nafasi, asiharibu kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Awe mke, awe mume, asiharibu kitu kia Mungu ndani ya maisha yako. Uko ndani ya biashara na biashara anaanza kupatia marandevu za Dimashi, anaanza kutenga na ibada meme ya Dimashi. Na wewe unaendelea mwa ile biashara, unawaza sasa utafikaka, utaendaka tena kujisoma. Wazazi na waonya ninyi ambao mnapana watoto wenu kwenye madini zilizobandia na mnajua ni madini bandia. Mwena ameolewa. Unajua hii dini sio sawa, lakini unamwacha binti yako aende ndani. Andre mariage na mbinguni ya wapi ni yakabambi kuliko hiki? Mchungaji ndiye anasema kweli. Mariage ni yakabambi kuliko mbinguni. Mariage. Na mwacha aende na musulman mariage, aende na mkatoliki mariage. Sababu Mungu iko kote. Nani aliwaambia hivi? Mungu anakuambia sichangia utukufu yangu na masanamu. Unamuingiza mjisomo cha masanamu. Mungu iko kote. Mungu anehoshi uendeyo bongo siwali asonga. Sawa, tukupatie misa. Tunakaribia kumaliza. Niko naweka mkazo juu ya roho ya Mungu ndani yetu inayoturahisisha kutambua kitu kibaya hata kama kimekuja na sura ya mzuri. Unaangalia kitu na unasema hiki kitu ni kitu kibaya. Unajua huko na rafiki ambaye akifika tu kwako analetaka habari za watu. Nyatunge unashikwe. Na unampatia katuchikiti. Na unampatia masikini. Unafanya saa 3. Mko mnaongea haukuwe gene. Mais 30 minutes saa moja ya Dimashi unakuwa gene, mhubiri amekawa hapo. Uko posede. Unaweza lipa taksi hapa na Kangot tu ya kuenda Mteta mwaliana wa mfamilia yenu. Unalipa transport ya hapa na Kangot na 7.
juu ya kupeleka ujumbe ya uongo. Wakisema tunalipa mataksi tunaenda hubiri saba, hautaenda. Kila mtu anasijua, na kila mtu najua roho wa Mungu yuko anakuambia ule ni wewe. Inawachokeshaka. Unajisikia ushachoka. Tunataka kuna imba shirenda hivi, henda shiramo na haina watakazi. Henda shiramo na veropo. Tu henda shiramo hivi, haina okazi, haiko hivi akre, henda shiramo tu hivi na veropo. Tena mahubiri kisha, tena inaingiza mtu amekukanisa. Hiyo Mungu haipepo hivi. Ikiwa nyimbo ya kwanza ya kusifa inaikalikala kule nje ya vereni muhibutike kule nje huko karibu na mabutike ya ile mabutike ni jaribu kwa kanisa. Ambudi masi tutaiba wa sadaka kana kuya na 11 sio kana sadaka ni 11:30. Unajua mimi ndio niziwaambia kweli. Hautasema sitakupatia moja ya 10 yangu, haulipaka hiyo hata. Angelikuwa mchungaji mwenye anasema sitafika tena kwake. Mimi hata usipofika kwangu naendelea ndaishi. Hakuna chenye utanifanya. Hawa ni wasanbalati ndani ya kanisa wa Kristo. Kama haujapewa neema ya kuwa na macho ya kiroho, ya kuona nia ya mtu kabla hajasema, na kupatia njia rahisi ya kujua watu wabaya. Katikati yetu kuna watu wamepewa neema, macho yao ya roho imefunguliwa na wanaona wasiwasi. Lakini kama hujapewa hiyo neema, ukifika mkanisa kwa kimya, angalia. Ukiona Mkristo muibada mwe anatokea nje defo, tia point d'interrogation. Sijakwambia ni mpagani, na kwambia unafanya nini? Point d'interrogation. Kutokea mara ngapi muibada moja? Akienda nje tena narudi. Hayafanya kitu, hayafanya dhambi, tena naenda nje tena narudia. Tia kamata stilo katika shina yake, tia point d'interrogation. Ukimfuatilia kwa ukaribu, unajikuta si mgonjwa, ni infiltre. Kama haiko, kuna watu ambao wamegonjwa tayari. Kuna wale watu ambao wamegonjwa tayari, inabidi dakika 10 akimbie pembeni, ajisaidie kidogo tena arudi kanisani. Ukijikuta ni mgonjwa, unatosha point d'interrogation na andika tolerance. Ukijikuta haiko mgonjwa, unaandika infiltre. Ule mtu hata akuambie nini usisiki yake, hata kama ni usimusiki yake. Nimesema ni nani? Infiltre ndani ya kanisa. Njia ya pili katika maisha yetu ya jamaa, ukiona mtu ambaye anakuyaka kila mara pembeni yako, anakuya kuambia habari za watu wengine zenye negativement, tia point d'interrogation. Haya gombana, haya patia mtu sumu, unamfuatilia kwa ukaribu, ukamkutanisha ni mgonjwa wa kichwa, andika tolerance. Kama haiko mgonjwa wa kichwa, sema element danger. Niko na mapatia nyewe wenye hamuna macho ya roho, mie hawezi ni filtre negatif. Gizi muko kule, niko najua huyu ni mtu mbaya, huyu ni mtu gizi munikata tu kule.
hawezi filtre maisha yako. Katika society, ukiona mtu mwenye yeye na cha mzuri, yeye ni cha mbaya, mtu akifanya chabie hacheka, hafurahi yake chenye mwingine mtu alifanya, tia kwenda interrogation. Kama haiko mlozi, ukimfuatilia unashikuta ke haiko mlozi, kuna haiko tamulozi, unaandika tolerance. Ukimfuatilia mzuri, conclusion atakuwa ni mchawi. Unajua mlozi haiko tu wakubina usiku wa kuruka, hapana, wakukusudia mabaya watu wengine ni mlozi. Mwenye hafurahi yake cha mzuri, unafundisha beta maraba pasera alifundisha beta, alifundisha leo wapi, hamukuona hichi mvyote ya mzuri ni sengana, anaonaka tu cha nini. Maraba baraza ya hii masiku iko kimya, baraza hii masiku haina mafuzu. Baraza gani ile? Babu zetu huko siri pale huko baraza, kila kitu kenye mnasifia anakuyaka na sasa yenye iko negative ni mlozi. And negativist, kila kitu yeye anapenda kilikuwa kia Mungu baya, kenye yeye alifanya ndio kia Mungu. Hamuone kweli hatungekuwa kama Mwinongo, kumbe Mwinongo haikuwao. Kufa kisha uvuka president utakutanisha kama Mwinongo iko hapo. Si ndio tunabeba Mwinongo, unabeba Mwinongo, unashindana kubeba familia yako, utabeba Mwinongo. Haingekuwa kashie wale watu muzihepushe nao. Haingekuwa kasia hii Kora, haingekuwa kasia hii diakoni, haingekuwa kasia hii kanisa. Umuite Sanbalati Morosuki, muambie atakuwa adui wako. Jambo la mwisho kwa siku ya leo, jambo la mwisho, Paulo anasema kitu gani kitakutenga na upendo wa Mungu? Alafu anaweka mambo, anasema je ni kifo, je ni njaa, je ni magonjwa, je kuachwa, utupu, unajua ile mashairi. Alafu kwa mwisho anasema hakuna kitu ama sababu yenye inaweza kututenga na upendo wa Mungu. Ile ndio conclusion. Pemporte, njaa, utupu, kuachiliwa, watoto kuwa mashindikana, pemporte vile vyote, lakini hakuna kile kinaweza detashi roho yako kwa upendo wa Mungu. Na siku zote upendo wako, maneno ya watu haitakuvunja moyo, maneno ya watu haitakurudisha nyuma, maneno ya watu haitauwaka huduma ya Mungu ndani yako kwa ajili ya kuinua kanisa. Mnajua Biblia iko wazi lakini hatuielewake. Inasema Mungu anaweza patia mchungaji zawadi ya uchungaji ama huduma ya uchungaji, mwingine ya umitume, mwingine ya profesia, ya unabii, mwingine ya kuponya viwete, mwingine ya kujua kukosolewa walioachwa. Anatugawania tofauti, lakini kwa malengo ya kufanya nini? Ya kujenga na kutunza kanisa, mwili wa Kristo. Halafu kwa nini tunauana? Kwa nini tunapigana? Mimi nikikuwa mpole nataka nyie wote mkuwe wapole.
Kwa nini tunapigana? Acha niseme pole pole. Kwa nini tunapigana? Kwa nini tunasumbuana? Mbona katika familia mwingine anaweza kuwa douanier, mwingine anaweza kuwa commerçant, mwingine anaweza kuwa policier, baba naelewana. Jua nini sisi zawadi ambazo Mungu ametupa, huduma ambazo Mungu ametupa, kwa nini imekuwa objet ya vita? Ndio maana juu mtu akuwe mzee leo imekuwa problem. Tunaje na mbelezea mzee. Il faut passer na wengine bafiki kwa mara tatu juu uitike kuwa mzee. Tunaangalia kanisa na hajaogopa. Nikiuliza hawa wazee, kuna wale waliokataa tukawabembeleza. Mwenye mlibembeleza, mnapenda afanye nini? Kishi tupu iroguri. Ule akakuwa mzee, mnamwambia kwa nini? Yeye kutokufika kwa baraza haimwambie kitu, kutokufika kwa ibada haimwambie kitu. Mshindwe muweze, mimi nawaona. Mulinitiaga ubyenye siko. Tunana wabembelezea usefe. Tunakunegosi jukwe sefe. Kanisa wa Kristo wenzangu. Na jambo la kushangaza, mumeshindwa kuwashukuru wachungaji waliokubali mwito pasipo ubishi. Hapa hatukwenda kubembeleza, walishiletana. Naribu tena mnakoba kuvunja moyo. Kisule pastor anaongea naye marabu. Mungu marabu le pastor marabu. Nani hamuko unaona? Araba upastor. Nani ndio mwenye alisema watume kwetu kuinongo Mungu wangu. Araba kanisa inakufa. Wewe Moses unamuogopaka? Mudire minafa, unakutembezana magoti. Bali tujifunze kuwatunza wale wachungaji na kuwafuatilia na kuwasogesha mbele ili kesho kanisa liweze kuona mwangaza. Au contraire, si ndiye tunawaharibishia tena sisi. Tunafanya mambo yote wachungaji washindwe, tunafanya mambo yote makwaya zishindwe. Kwaya inashindwa kuimba, unaona Wakristo wanacheka. Wanafurahi. Munadiese, wengine wakorale wanasema amen. Haiko amen ya kumtukuza Mungu, ni shumu imbaji alidiese. Hii ndio kanisa. Aveke ile kanisa tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Mbona walosi wanaheshimianaka na wanaangurasheniaka? Subote wanashua biko wanatumikia metre moya. Kwa nini sisi wa Kristo tumekuwa divided? Kwa nini sisi wa Kristo tumekuwa distress? Usiogopake. Hata maneno ya watu yatakuwa mengi sana. Ushindi ni kwa upande wako kama uko mwaminifu. Hata watu watakukusudia mabaya namna gani, wataharibu shuhuda na sifa zako, kweli unapita kama moto. Ensure watasemaka fulani walimsingiziaka. Msiwe na vita kati yenu, muwe waaminifu mbele za Mungu na Mungu atawasimamishaka na kuwaheshimisha. Msikatae kutenda mema kwa ajili ya vizuizi, ya vikwazo. Udule mtu namsaidiaka badi anaenda kanisema tu vibaya. Fanya mema, nenda zako, usingoje shukrani. Fanya mema. Haleluya. Amen. Tutaweza kushika. Kuna ushuhuda moja nimeisikia hapa kwenye simu asubuhi mbele nifike hapa. Mchungaji mmoja anatoa ushuhuda, anasema walikuwa katika kanisa moja. Katika hilo kanisa
Mungu alikuwa ameanza kumuinua mtumishi wa hilo kanisa. Alafu siku moja akihubiri, wanasema katika kundi mama mmoja akalia machozi, akalia kwa sauti kubwa, na iko na lume keke mgongo. Kisha watu wote wakakosa kama kumekuwa. Kisha akakuya mbele, iko analia, wanakosa kama ni kujazwa, wanakosa kama iko na shida gani. Anakuya mbele mpaka kwenye madhabahu kama hapa kwenye altar, anakuja na ule mtoto, anapaza sauti, anasema, pastere we bandi, ukisha nibebesha mimba ushakaniacha. Mkutano mkubwa wa Injili. Mchungaji akaangalia ule mama, akakosa la kusema. Kanisa lote likashangaa. Kisha Roho wa Mungu akaambia mchungaji, akasema, itika mtoto ikiwa mtoto si wake. Kubali ule mtoto. Mama akazisalanda chini. Kwa gizi mnajua na kufanya masenario. Mchungaji na mikrofoni akasema, mtoto ni wangu kanisa. Mchungaji akakubali na kanisa likatulia. Wakaweka kiongozi mwingine. Mama akajikuta ile santima ya mtoto inaanza mkosa, inaanza muumiza. Akatafuta mchungaji, akapiga magoti, akasema, mchungaji, unisamehe, huyu mtoto haiko wako. Mchungaji haya pitaka naye, hata mnasemaka wanasingiziaka mtu anashapita hapa, ni uongo mtupu. Mama anasema, oyo ni muloiloi. Nikimaliza ushuhuda hii, walozi wengi wanajaa hapa. Mchungaji akaambia mama, akasema, mama tafadhali sana, huyu mtoto ni wangu. Unajua kitu ambacho Roho wa Mungu ameweka ndani ya roho yako, usikiogope. Akasema, mtoto ni wangu, na nimetoka deja kuletanisha mwaregistre na mbeba jina yangu. Mama najalia machozi, akagusa kwenye mfuko wake wa sakame, akatosha $500, akaambia mchungaji, mzee fulani wa kanisa njoo mwenye alinipatiaka, njoo babake na huyo mtoto. Akasema, ni mseme gizi ni wako. Mtu gani anasema mapatie mimba pastor? Mtu gani? Mkanisa mwirashi, mzee wa kanisa, si mrafiki wa kwanza wa nani? Hapana, kolege, rafiki wa kwanza wa karibu. Mchungaji akakataa, akasema, huyu mtoto. Mama alifadhaika, akachunga tena Dimash, kanisa isha luma wiko mluachi. Mama tena alituria mbele, akasema, kanisa munisamehe, huyu mzee ndio babake na mtoto, na franga zinalipatiaka choice. Sasa kanisa ikakosa babake na mtoto Jona. Mchungaji anashimama mbele, anasema, mama huyu anadanganya mtoto. Kanisa inajikosa. Mama naumia, analia machozi, anasema, hapana, huyu mzee. Akaanza eleza gizi vilianjaka, na akasema ya kwamba mzee alisemaka, sababu mchungaji ameanza kuendelea vizuri, tumharibishie huduma. Wangapi kati yenu mnaribishiana sifa? Wangapi kati yenu mnaribishiana ushuhuda na kuambia mtu wa kukusema kwa neno ya uongo anazidi ADF nalo maisha yako? Mara ngapi ndani ya majamaa mmesemezeana uongo? Baada ya nyakati mchungaji akasamehe huyu mama, akamrudishia mtoto. Alafu kanisa ikasema, mchungaji, kwa njia leo unarudisha kwenye kazi. Akasema, hapana, mulinipa mwaka moja, nichunge mwaka moja iishi. Kanisa ikakamata majiwe, ikafuata
mzee wa kanisa na machiwe. Tami na unaweza kwenda huko sawa ule mzee wa kanisa. Tami na huko kule unafanya vitambala bie Mkristo azali mwinda be grand gate comme centre-ville. Ukikamata cha mtu haurudishake. Na unaanza kumharibishia ushuhuda de sorte que asikubalike mbele za watu. Wamama walio hapa, mubadilishe hiyo tabia. Wakristo wa Sebeka, tubadilishe hiyo tabia. Tuache kuangamiza watu ambao Mungu ametupatia kwa ajili ya kuendelesha huduma. Pahali ya kuwaombea Mungu walinde, mnawatakia mabaya. Unaona mwimbaji moja, korale moja inaendelea, wazee wanaanza ikala, kama wataifungia. Wale wazee Mungu waue mbele ya wakati. Unaona huduma vizuri inaendelea, MJC inaendelea, watu wanaanza kaa, namna gani watafrene ile huduma. Hamukusema amen, sasa nilisema Mungu waue. Huyu pastor wa Bulaya anatoka wapi? Na waambia wachungaji tunapishana. Nimemsoma Petro alikuwa na uwezo ya kubariki, ya kuleta uzima, ya kufufua maiti, na pia alikuwa na uwezo ya kutosha uzima na kufanya mtu kuwa maiti. Tuache kuuana, tuache kuharibishiana ushuhuda, tuache kuliharibisha kanisa. Na wapagani wamesema, si wapagani tuko bia kubashinda nyinyi wa Kristo, sisi tunaishi upendo wa kweli. Tunaishi upendo wa kweli. Unaweza kuwa hapa na huko sanbalati ya kunyumba wa mtu, wende ubadilike. Unaweza kuwa hapa huko sanbalati ya kwa watoto wa mtu, wende ubadilike. Unaweza kuwa hapa huko sanbalati ya mkazi ya mtu, wanakuambia kapandaloni disi mbona zipitizaka mduze na mkenzi, unaficha frank. Huko mwizi. Hapo ushakaingiza mkazi yako mwizi, vole. Tumikia patron na hakili. Na hakili. Imani yako unaiacha wapi? Imani yako unaiacha wapi? Ulipoanza kazi mlipatana vizuri, wakakwambia utakuwa unapokea $20, ukakubali kazi. Hiyo roho inatoka wapi? Papa huko huko sanbalati ya kumuki wa watu. Acha ile maisha. Acha ile maisha. Acha ile maisha. Unawaona watu walioanza huduma zao vizuri, lakini tumewasonga na leo wanafurahi. Unaona mchungaji anapoteza upako wa Kristo, wanafurahi. Wewe hujui gizi upako ya ule mpasteur. Un jour mtoto yako atakuwa kafu, ule ndio mtamponesha. Inaziwaziaka kama ndio iko na roho kutushinda sie wengine. Haiko kesi ya kujiwazia. Ombea ule mchungaji, ombea ule mama mwenye zawadi ya Mungu imeanza kuonekana ndani yake. Ombea ule dada mwenye vitu vya Mungu vimeanza kufanya kazi. Muombe, sema Mungu muinue. Kuna muimbaji Mungu anaweza kumuinua hapa akiimba, nyie wote mnatoka hapa roho zenu zimetulizana. Wangapi kati yenu wanaombeaka waimbaji wa kanisa hili? Sans hypocrisie. 1 2 3 4 5 6 7. Wangapi kati yetu wanachekaka waimbaji wakiimba vibaya? Wenye wanasema ile korale inaimba ovyo ovyo basi. Ni wangapi? Mnasikia haya, manake hamutabadilikaka. Tujifunze kanisa. Usiwe kipingamizi ya maisha ya mchungaji. Usiwe kipingamizi ya maisha ya mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa asiwe kipingamizi ya maisha yako. Bali sote kwa pamoja tukue sous forme ya maeskalier. Wale ambao wametembea huko maeskalier zenye zinaendaka siku zinazunguruka hivi, mnazijua? Wa morongo habata zijua. Huko maeskalier zinaendaka siku unasitiaka ho hivi au peke inafanya nini? Inakupeleka mpaka kwenye unafikia mopa, unafika unaenda tena. Mwenyewe mko benye mashaka ziona na benye habazionaka. Hizo eskalier ziangalia zinatumika kwa ushirika. Wanaitaka tapi rula. Inaendaka iko na jikomplete. Ikifika kumwisho inarudia mtapi.
ikifika kwa mwanzo inakuwa tena escalier. Nikuwe escalier kwa maisha yako, nikusaidie kupanda. Ukipanda na wewe kuwa kamba yako nikokoto, na mimi nifike kwenye umefika. Tusokeshane mbele, tuimizane katika huduma. Mungu akinitumia atakutumia kesho. Mungu akinibariki leo atakubariki kesho. Mungu akikumbuka mama huyu atakukumbuka kesho. Fitina isiote ndani ya mioyo zenu kanisa. Roho mbaya, chuki isipate nafasi. Na kwa njia hii kanisa linapona. Mikono miwili juu tuweze kuomba Mungu. Bwana, hapa kunyenyekea katika somo kubwa ambayo inatuhimiza kuchukuliana na kuhepuka maisha ya kuwa vikwazo katika maisha ya watu wengine, ya kuepuka tabia ambazo zinawaumiza watu wengine, ambazo zinawakusudia watu wengine mabaya. Baba uliye mbinguni, acha tena jina lako litukuzwe katika kanisa hili. Jina lako liongezeke katika familia za watu. Jina lako Baba litukuzwe katika maisha ya biashara, ya shamba, ya ufugo, hata ya serikali, hata ya njia zote ambazo wanawako wamezipitia zinazoleta. Kuna watu uliwatafuta asubuhi ya leo hapa, wanaokusudia wengine mabaya, wanaowaza mabaya juu ya watu wengine. Na ninapozungumza anasema ule ni mimi, anasema ule ni mimi. Hata nikiwaita hapa mbele hawatakubali. Lakini Mungu, badilisha roho zao, wabadilishi nyoyo zao zivunjike. Wanaokusudia mabaya juu ya wachungaji wa kanisa, wanaokusudia mabaya juu ya wazee wa kanisa, wanaokusudia mabaya juu ya Wakristo wa hapa, juu ya makorale za hapa, wanaokusudia mabaya juu ya majirani yao, wanaokusudia mabaya juu ya wale ambao wameendelea kuwashinda. Baba, badilisha roho zao, na wawe wote watu ambao watajifunza kufurahia baraka za watu wengine. Saidia kanisa, utufunge kwa kamba ya upendo, na pasiwe jambo lolote litakaloua zawadi, litakaloua huduma yako Bwana, kwa ajili ya kuliinua kanisa, kwa ajili ya kuliinua familia, kwa ajili ya kuinua sosiete nzima. Lisipate nafasi neno wala tendo ambalo linaweza kuangamiza huduma. Vipingamizi Mungu najua vipo katika familia, vipo katika kanisa hili, vinaweza kuwa hata katika baraza, vinaweza kuwa hata kati ya wachungaji, vinaweza kuwa hata katika ngazi tofauti. Lakini maombi yetu asubuhi ya leo, Mungu ubadilishe roho hii isipate nafasi, roho ya Yezebeli isipate nafasi katika mioyo zetu. Watakaojitolea Mungu kwa ajili ya kuweza kuwa msaada, ya kujenga ukuta, ya kujenga usalama, ya kujenga amani, ya kujenga utajiri katika kanisa hili, ya kujenga utajiri ndani ya familia zetu, Baba uwabariki na uwainue. Tuingize katika agano mpya. Waliokuwa na vinywa baya kusema sema wengine wabadilishe Baba. Wanaokuwa na maneno kama na kisu ya kuchoma mioyo, ya kuua watu pasipo kuwaua, Baba badilisha yale masemi kwenye vinywa vyetu, na upitishe makaa ya moto, ili tuanze kutangaziana mema, tuanze kukusudiana mema, tuanze Bwana kuambiana maneno mazuri ya matumaini. Mchungaji wainue tena Baba, inua kila mtu, ili sote kwa pamoja tusipatwe kuanguka kwenye mitego ya watesi. Walio na watesi katika maisha yao wamejikwenyeza kwa siri kwa sura ya kwanza ya Sanbalati, uwaangushe kwa jina la Yesu. Uwapotoshe mbali na maisha yao, uwasambaze na wasifaulu juu ya maisha yetu ambao wametukusudia mabaya, kwa jina la Yesu. Kanisa hili Mungu litunze. Tukimaliza wiki hii, tukianza siku ya kwanza ya juma lingine, hewa mpya ikae katika kanisa. Kwaya hii ianze kuombea hii, kwaya hii ianze kuombea baraza, baraza iombee wachungaji, wachungaji waombee Wakristo, sisi Wakristo tuombeane, diakoni tuwaombee, diakoni iombee wengi, tuombeane Mungu, na kwa njia ya upendo kanisa litaongezeka. Baba Mungu wetu, rafiki mwema, msaada wetu wa karibu, tupe nguvu
ya kushinda vipingamizi. Naombea kanisa hili mchana wa leo wa baraka, kwani tunaomba kwako na matumaini, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe.